Ejo, habari, hii ni Hotbiz TV na leo bado nipo na bwana Angelico akikupitisha katika michezo ya Jumamosi ambayo imeweza kuchezwa na majira ya saa 4 pale nchini Morocco. Tuliweza kumshuhudia Yanga akikipiga pamoja na FAR Rabat, ambapo mchezo uliweza kutamatika kwa Yanga kukubali kipigo cha goli 1-0, na goli hilo lilipatikana majira ya jioni sana, dakika za jioni kabisa. Pale FAR Rabat ndo aliamua kuchukua maamuzi ya kupiga, na kweli walichokifanya kiliweza kuwalipa, na baadhi ya wachambuzi wanakuambia kwamba Rabat waliweza kupata advantage ya uwanja kuwa mbichi kwa sababu kuna mvua ambayo ilinyesha. Kwa hiyo kuteleza kwa nyasi kuliweza kupelekea ule mpira uwe rahisi kuingia kimiani, lakini yote kwa yote hizo story hazina maana kwa sababu tayari FAR Rabat wamepata matokeo na kufanya kundi lao liweze kuwa katika msimamo wa kwamba National Al Ahly kutokea pale Misri tayari anaongoza akiwa na alama 9, analiongoza kundi, lakini nafasi ya pili tutamkuta pale FAR Rabat mwenye alama 8 akiwa nafasi ya pili, na nafasi ya tatu ni Young Africans mwenye alama 5, na anayeburuza mkia ni JS Kabylie. Na mchezo wao wa mwisho wa 6 ambao tunategemea mchezo weekend hii utamkutanisha Ahly na FAR Rabat katika kusaka tiketi ya kupita moja kwa moja, lakini kwa advantage Al Ahly tayari anaonyesha kwamba amepita. Lakini mechi ya mwisho itakuwa ni Yanga na JS Kabylie pale wanapaita Guantanamo pale Zanzibar, visiwani Zanzibar, ambayo itamkutanisha Yanga pamoja na JS Kabylie kukipiga katika mchezo wao wa mwisho, na matokeo haya ndio atakayoamua ni nani na nani ambao wanapita moja kwa moja kuingia katika hatua ya robo finali. Na katika mchezo wa juzi bwana Angelico, matokeo yalikuwa sio ya kufurahisha kwa upande wa Yanga. Ni kitu gani ambacho kilipelekea mpaka Yanga anashindwa kupata matokeo mazuri na anapoteza mchezo huo kwa goli 1-0? Karibu. Asante sana. Mimi nafikiri kitu ambacho kiliwapelekea Yanga kupoteza mchezo wa juzi moja kwa moja, naweza nikasema ni namna ambayo sio rafiki sana ya kuiendea michezo au ya kuendea mchezo. Unajua Yanga, mimi naweza nikasema hesabu ambazo wamezichanga vibaya kwenye michuano hii ya klabu bingwa kawaida, ili uweze kufuzu hatua moja kwenda hatua nyingine, lazima utumie uwanja vizuri, uwanja wa nyumbani. Nafikiri Yanga mchezo wa kwanza walishinda goli 1. Baada ya kushinda goli 1, maana yake walitumia uwanja wa nyumbani vizuri, wakaenda away, kwa maana mchezo wa pili wakatoa sare. Yalikuwa ni matokeo mazuri na matokeo rafiki, ndio Algeria, kwa maana yalikuwa matokeo rafiki ya kuwafanya wawe na muendelezo mzuri na kusonga mbele vizuri. Lakini mchezo wa tatu, kwa maana wamekwenda pale Misri, wameenda kufungwa, ilikuwa mbaya, lakini ilikuwa mbaya sana. Umeona, kwa sababu walikuwa wanatakiwa sasa wajiandae kisaikolojia, kwa maana kwamba wanapokuja uwanja wa nyumbani hakuna kitu wanachoweza kufanya zaidi ya kupata matokeo. Na kimsingi hesabu zao zilikwenda vizuri, lakini nafikiri kitu kilichotokea kwa maana ya mechi ya nyumbani, nazungumzia kwa maana ya mechi ya pili ya Al Ahly pamoja na Yanga, kwa maana ya pale Zanzibar, mimi nilichokiona ni kwamba ni baadhi ya wachezaji kukosa umakini na kutokuwa makini kufanya maamuzi sahihi. Unajua kuna baadhi ya mipira mingine ambayo inaweza ikawa kwenye maeneo ambayo sio sahihi, kwa maana ya kuiondoa kwa mchezaji, ni kimzungumzia kama Boka, ambayo tunaweza tukasema kwamba ndio mtu ambaye hakufanya maamuzi sahihi kwenye mpira ambao ulidondoka chini ya miguu yake, baada ya kuwa pengine angekuwa aliweza kuutoa ili pengine hata Ahly wakacheza hata kona au pengine akautoa hata wakarusha. Lakini yeye alichochagua ni kuona kwamba pengine labda anamzunguka mchezaji na kuweza kuupiga mpira na kwenda upande mwingine, lakini baada ya hapo ilishindikana. Unachokiongelea ni kwamba kulembalemba kwa Boka ilipelekea Yanga iweze kupata matokeo mabaya kwenye mchezo huo. Na katika mchezo huo, baada ya kutamatika Yanga kupata sare ya 1-1 dhidi ya National Al Ahly, mechi iliyofuata ilikuwa ndo akutane na FAR Rabat, ambao ni juzi wameweza kukutana na kuweza kukubali kipigo cha 1-0. Hicho kitu wewe una namna gani ya kukiongelea matokeo yale? Unahisi yameharibia Yanga kwa kiasi gani katika mbio za kuania kufuzu hatua ya robo finali?
Mimi naweza siwezi kusema yameharibia kwa kiasi gani zaidi ya kusema yameharibia Yanga kwa kiasi kikubwa sana. Kwa kiasi kikubwa sana. Alafu labda niseme jambo moja. Mimi nafikiri baada ya mechi ya Al Ahly na Yanga, nirudi nyuma kidogo, kuwa imetamatika, ni msemaji wa Yanga alizungumza na kuonekana kama anatia moyo mashabiki, anawatia moyo viongozi, anawatia moyo wachezaji, kwa maana ya kwamba mechi ile kutoa sare alikuwa anaonyesha kama ilikuwa sahihi, kwa sababu maneno aliyozungumza kwamba ile ilikuwa mechi ngumu. Al Ahly ni timu kubwa, lakini ninachokifahamu na ambacho watu watakuwa kifahamu ni kwamba huwezi kuwa mkubwa bila kumfunga mkubwa, na mchezo wa mpira wa miguu ni mchezo ambao uko wazi. Kwa mimi ambavyo naona, Yanga wangekuwa waliongeza umakini, ule mchezo walikuwa wanaweza kuushinda. Umeona? Kwa hiyo yale maneno ya kusema kwamba Al Ahly ni timu kubwa, sasa ndio Al Ahly ni timu kubwa tunajua, lakini ukiweka hesabu zako vizuri na ukafanya maamuzi sahihi kwa uwanja wa nyumbani, ukautumia vizuri, kwa maana hii Yanga sasa hivi wangekuwa wao wana mazingira mazuri sana ya kuendelea kufuzu katika robo finali. Na kuambia kwamba kama Yanga asingezingua kwenye mchezo wake wa 4 ambao alicheza na Ahli hapa nyumbani pale Guantanamo Zanzibar, basi angekuwa na mazingira mazuri ya kufuzu katika hatua ya robo finali.